Majina naitwa Salimu Haji Chambega, mzaliwa Arusha, ila nyumbani kabisa ni Tanga. Ni msiba ndugu yetu ulitokea pale kijiweni. Tukasema tushirikiane kwa mmoja, tukamzike brother yetu. Lakini kwa bahati mbaya tukapotea njia, na alikuwa anaendesha pikipiki na alikuwa hajui. Tukajikuta tuko hifadhini Ngorongoro. Tulipofika pale tukageuza pikipiki, tukarudi kistaarabu kwa majamaa. Tukamwambia bwana, tumekosea jamani njia. Tulikuwa tunaelekea Babati msibani. Jamaa akatuambia kwa nini msiulize? Tukamwambia hatujajua. Akasema sasa kama mjajua, lakini pikipiki hapa alafu tujue tunafanyaje. Tukapaki pikipiki pembeni, wakaanza na swala la faini. Kwa kila mmoja atatoa faini 118. Tukamwambia sawa, ngoja tupige mabraza. Sana swala la faini haina shida kwa sababu tumekosea. Sawa. Lakini mmoja ndo hapo akaanza, toeni simu zenu, wekeni chini. Hapo kisha malize, wekeni miguu juu. Akachukua maji, ndoo ya maji, akaanza kutumwagia kwenye makalio na kutuchapa fimbo moja moja. Tumeteka juu pale, tumechoka mikono. Ndugu wangu Sefu marehemu akashindwa zoezi la kwanza, akatolewa, akavulishwa nguo, kabakishwa na boxer. Na mimi ndipo nikashindwa zoezi, nikavuliwa nguo, tukabaki na boxer. Tukaambiwa tukalale kwenye majani pale, wametusimamia wanatuviringisha kwenye majani yanayowasha. Tukaa tumechoka, hatuna cha kufanya. Na alilia brother, tusameheni brother, tumekosea, tusameheni, tujui tulikokuwa tunaenda. Asema haifai. Anafaa kabisa utuambia napiga mabuti sogeni huko kwenye majani. Tukaona ina budi, ngoja tufanye kama wanavyotaka ili warizike, lengo lao litimie. Tafanyaje? Ndio walipoona sasa letu imezidi kuwa mbaya, wakatutoa pale na kutuweka pembeni na kutuambia tuvae nguo haraka haraka. Ndugu yetu mwingine Abdalla naye alipoenda kulazwa kwenye majani akashindwa, akamwambia bana brother, mimi majani siwezi lalia kwa sababu yanachoma sana, bora mniwe kuliko mnilaze kwenye majani haya. Mimi na ndugu wangu Sefu tuko taabani, tumekaa tuelewe tunafanyaje. Tumebaki tu tumwili kama mwili umepata shoti, kujikuna tuwezi, tumekaa tu. Na majamaa watuambia vani vya tuveni haraka haraka ili muweze kuondoka. Ndo muita yule Abdalla, chukua fungua pikipiki, tunajua kuendesha ndio. Bakio na rafiki zako ondokeni hapa chapo. Abdalla hali yake ilikuwa ni nzuri kidogo, lakini ndio hivyo naye alikuwa akulazwa kwenye ile majani sana, mahali alipolala na mgongo kidogo. Ndo jamaa akamwambia njoo. Sisi na Matejo tukalezetu ziko chini, tunashindwa kupumua, makamasi yanatutoka. Koromeo limebana, hata kupumua tunashindwa, mate ya muziki. Ndo mmoja wa askari akakimbia kaenda kuleta Fanta Orange. Tunajaribu kumpa Matejo hata kumeza hawezi. Mimi ndo nikawa kama vile nimejikaza, nikabidi niiname nichukue ile Fanta Orange nenyu kidogo. Nilimimina kidogo, mbona ipande, nikafunga tungeka hapo chini. Nikamwambia Abdalla mshike Matejo tuondoke, sisi tunakufa, majamaa ameshatuona tunaelekea kufa, hapa tutapona. Tukachukua simu, ndo mmoja hapo akasema tunaombeni kwanza faini yetu. Nikamwambia faini yenu brother mnapewa watu wapi? Ndo nikachukua simu nikampigia ndugu wangu Sharo karibu, maana alishamwambia shika simu, muda wote tatizo likitokea nitakupigia. Nikamtaarifu bwana, sisi tumepotea njia huko Ngorongoro na majamaa ameshatupa zoezi hapa, halitu ni ngumu, mfanyeni namna mje huko, maana sasa ni kama tutapona, kwa hivyo tuelewe. Ndio nikakata simu nikamwambia Abdalla, Abdalla shika simu, atakayepokea ongea naye maana nishapa taarifa. Abdalla ndo akaeka simu zote mfukoni. Jamaa akageuza ile pikipiki akaingizwa kuwani, akatupakia. Mimi nikamngangania Matejo, maana alikuwa Matejo anafaa kuruka, yani hataki kukaa kwenye pikipiki. Ndio mimi nikangangania naye Abdalla tumboni. Ndio tulipotoka tu pale getini, majamaa hivyo wametusukuma, tumedondoka getini. Bahati nzuri kulikuwa kuna vijana wa Salama Wema. Nimewaomba kweli mabraza tusaidieni, maana hata kuongea alikuwa anashindwa, lakini alikuwa tunafaa tu kunyosha mkono. Abdalla naye anamwambia nipeleke hospitali kwa sababu nilishazidiwa. Kwa maana muda ule tulivodondoka na Toyo,
Matejo alishafariki. Ndio maana nilikuwa namlilia Abdalla, naomba nisaidie nipeleke hospitali. Mtoto wangu ananitegemea mimi mwenyewe. Naomba nipeleke tu hospitali nipate hata nafuu. Abdalla ameshinda kunisaidia. Anambia siwezi mwacha Matejo. Ndio yule jamaa kweli akaenda akachukua bajaji, akachukua na mandazi na Fanta Orange kaleta. Kashindwa atakula. Majamaa wengine wakaongezeka, wakawapa nguvu, akambakia Matejo. Wakati Matejo ameshafariki. Maana mimi Matejo nimekaa kwenye bajaji nimemlalia hivi, hata kupumua hawezi, kufurukuta ameacha. Mimi ndo muda huo nilikuwa tu nimekaa nimening'iniza kichwa chini, viatu nimevua, kila kitu nimevua. Ili naona maana mwili unaona kama vile umebana kote. Tukio lote zima linavyoendelea mpaka nifikishwa hospitali, kiukweli mimi nashukuru sana wale madaktari wamenipambania. Mungu atawalipa, mimi sina cha kuwalipa. Nashukuru sana mpaka sasa hivi napumua, wamenipambania kweli. Lakini kitendo hichi si ni binadamu. Majamaa wamesamini wanyama kuliko binadamu. Tumekosea, sawa. Tupeleke basi kwenye vyombo vya sheria. Kwani hivi vituo vya polisi vimewekwa kwa ajili ya wanyama au binadamu? Vimewekwa kwa ajili ya binadamu, lakini sasa hivi vituo vya polisi vinasaminika kuliko si binadamu. Tungechukuliwa pale, tungeenda kuhojiwa vizuri, uchunguzi ungefanyika, hayo tasingetokea. Bro, hiki tumetumiza sana. Tumetumiza sana na bado inazidi kutupa tu machungu si vijana. Tunaitwa majenzi lakini wajui sumu wanatupandisha bro. Lakini walikuwa ni kitendo tu cha kuongea na kumaliza na kuchunguza. Lakini wametufanyia hivyo. Unategemea jamii inaonaje? Tuna serikali. Hatuna serikali. Tungekuwa tuna serikali mambo kama yasingekuwa yanatokea. Kwa hiyo tunaomba na serikali kwa ili kwa kweli mtatusamee. Sisi kutupooza, si mtatupozaje. Tumeumia sana ndugu yetu Matejo, mfanyakazi mwenzetu, pambanaji mwenzetu. Jamangu sana, tulikuwa tunafanya naye kazi pale Disemba. Jamangu sana. Ndio hivyo bwana brother. Sina kuongea. Walivyotusimamisha alitusachi kwenye begi. Kwenye begi nimebeba nini, tukamwambia tujabeba kitu bro. Si tuko vizuri, tunajiamini, hatujabeba haramu chochote. Hakubeba chochote. Kwa hiyo tulikuwa wote tunajiamini, tumetoa kila kitu, tukawaonyesha. Wakaona majamaa wana kitu, wakaona tuwape tu adhabu inawezekana, adhabu tu ya chini ya kupita. Haina shida, lakini ndio hivyo imeshatokea. Shampoteza kijana wetu mmoja. Askari hao wote waliofanya hicho kitendo na wajua. Wale askari walikuwa kwa 3. Na mimi niliwabaini, mmoja alikuwa amevaa nguo za askari wa polisi. Kwa maana jezi ilikuwa imeandikwa jina kabisa hapa. Na hao wengine 2 wamevaa nguo hizo za hifadhini ambao najua ni askari wa hifadhi wa Ngorongoro. Na hata kuna kijana mmoja alikuwa anashuhudia ile tukio mwanzo hadi mwisho mpaka tunaondoka. Anao kijana hata neno akutia yetu nalikuwa busy anafua basi. Yaani ale majani kwa sehemu za kawaida hivi aziote, ila sehemu kama zile kwa anaota na alikuwa ni marefu sana. Kwa maana ni mpaka kufikia kifo cha Matejo tulikuwa tunasukumiwa wote kwenye ile majani marefu. Tunafaa kuambiwa tunapigwa mabuti. Jamaa mpaka anamshika viatu anamwambia bro tusameheni bro. Tumekosea. Tusameheni, lakini bro haelewi. Ndio mwingine askari mwingine huyu naye mweusi amenyoa panki. Naenda akamchukua Abdalla akampeleka kule. Lakini mtu ambaye alikuwa na machungu sana ni huyu jamaa mfupi, alikuwa amekula maski ya kijeshi. Huyu jamaa alikuwa na hasira sana na sisi. Na hasira sana. Na hata huyu mwingine alikula nguo za kiaskari. Huyu jamaa alimuomba msamaha akashindwa kunielewa kabisa. Kaniambia dogo nitakupiga butu dondokie huko dogo, sogea huko. Kabidi sina namna bro, turudi tu kwenye majani, tufanye kama anavyotaka. Tuone. Tutangu ana mwaka. Ni mdogo na kike anaitwa Warda. Na mtoto ambaye ananitegemea. Niliwaambia kabisa naomba nisaidieni. Niweza tu kuangalia hai, niweze nikamuone mtoto wangu mara mwisho. Kile majamaa hajanielewa.